Leo hii katika makala ya Kauli Mitaani nimekita kambi katikati mwa jiji kuu la Nairobi, uga wa Safaricom maeneo ya Hamza. Kisa kuu au lengo kuu likiwa ni kutangamana na Peter Mwachi almaarufu Coach Wome. Aliwahi kucheza soka miaka yake katika kuwakilisha vilabu tofauti katika ligi ya KPL wakati huo. Hii leo shughuli yake kuu ni kuweza kunoa chipukizi ambao wanaibukia na kuhakikisha kwamba talanta inaweza kunolewa. Yuko hapa yumekaa nami tuweze kujua ni yepi ambayo anafanya na soka yake iliweza kuanzia wapi. Coach Wome, shukran sana kwa kuweza kutenga muda. Karibu. Na labda tu safari yako ya soka ilianzia wapi? Safari yangu ya soka ilianzia mtaa inaitwa Dagoretti na nilikuwa nachezea timu inaitwa Dagoretti Santos, na hiyo club imetengeneza wachezaji wengi kama Dennis Oliech, Ray Odhiambo, Levi Nyongesa, Kelvin Otieno, wote walichezea Harambee Stars. Wengi sana, tulikuwa wengi, na tumechezea hiyo club kuanzia nikiwa under 12, nika join Kakamega High School nikiwa the same club na wachezea hata Super League. After form 4 nilibahatika nikaenda team inaitwa Securico, nikawachezea, ilikuwa 204, niliingia Securico nikacheza Securico for like 2 years, tukafika 2006. Nikiwa Securico nilikuwa na bao like 8 goals. Nikakuja 2006 vile team ilivunjika, nilijoin Kangemi hiyo season ya 2007. Sasa tukianza, but sikukaa sana. Kangemi ilikuwa na changamoto mingi za maybe hakuna hela, hakuna nini, so maisha ikaanza kuwa ngumu kidogo, so nikarudi drawing board, nikaenda Uarabuni. Ilikuwa mwezi wa Februari hiyo 2007 ya nikaenda Uarabuni, nikakaa like 1 year. Niliporudi nikiwa kwenye mazoezi yangu 2007, sasa nilihama kutoka Dagoretti nikaja Eastlands. Nikiwa kwenye mazoezi yangu hapa uwanja wa Jericho, nilipata na coach Robert Matano, akaniambia kuja Sofapaka. Nikajiunga na klabu ya Sofapaka, nikakaa Sofapaka mpaka 2009. Nikatoka Sofapaka nika join KRA, sasa ni Ushuru FC. Ushuru FC nimeka Ushuru FC for like kuanzia 2009 mpaka 2011. Chemelil wakanichukua, wakaniita. Nikaenda Chemelil, nikakaa Chemelil for 1 year. Nilipokuwa Chemelil nilikuwa nimekuja Tusker. Robert Matano alikuwa Tusker, akaniambia njoo Tusker. Sasa vile ninakuja Tusker, nao Posta Rangers wakani hijack kwa hiyo barabara, wakaniita, wakanipa kazi, ofa mzuri. Sasa si contract, wakanipe kazi contract. Kazi permanent. Sasa unajua wengine tumekuwa tunacheza na contract, but sasa umepewa kazi permanent and pensionable. Na nikaona hiyo ni deal poa. Nikaingia Posta 2011, nimekaa Posta mpaka 2014. 2014 ndio nikatoka nikaenda KCB on loan. Nikakaa KCB 1 year. Posta wakasema nirudi niwachezee. So kurudi Posta, coach mwenye alikuja pale pia ni kama relation yangu na yeye haikuwa inaingiana vizuri, wakanirudisha tena on loan Nakumatt. Nikiwa Nakumatt ndio nilivunjika kidole left finger hii nilivunjika, nikachukua kama mwezi kupona. Lakini katika hiyo harakati ya kujivunjika kidole nilijigaramia, so nikaona mbona niendelee kucheza, na unajua mpira ina frustrations mingi, na hiyo time nikicheza mpira nilikuwa mara mingi nakuja nikina train watoto mtaani. Nikapata watoto huku mtaani wana need more kuliko vile mimi najiangalia maybe nafaa nicheze mpira ama nini, na niko na kazi, so acha nirudi home nisaidia vijana. So after kuingia, niliwacha mpira 2016 mwezi wa 8. After kutoka Nakumatt nimevunjika kidole, niliwacha nikaingia coaching. Sasa nikapata sasa nikuja kujaribu juu kama nimevunjika kidole, sasa na kocha vijana tukabond. Sasa vijana wakaanza kunichukua, wewe ni mzazi wao, wewe ni rafiki, wewe bado wewe wanaona wewe ni myangu, kila kitu unafanya wanafurahia. Nikatoa ile akili ya kitambo, maybe makochi ni tofauti. So vile niingia kwa hii coaching, napata kitambo maybe walikuwa wanapata mazoezi ni tofauti, ni ngumu, but vile nilikuja mimi nawafundisha ball, nawapatia ingredients za ball. Sasa hiyo ndio kitu watu, mimi naweza sema watu wengi wale walichangia nikawachapia mpira ni vijana. Ndio vijana walikuwa kosa hata kuja mazoezi, unasikia wamekupigia masimu, coach uko wapi? Coach jo leo tizi, coach kama tizi. So nilijipata tu nimeingia kwa hiyo coach. Sasa vile nilishika vijana, niliwa coach like 1 year,
waka retain, wamechukua kikombe 2017, walichukua kikombe 2018, walipromotiwa kuenda kucheza regional league. Walifunga, walikuwa number 1, tulifunga Kahawa Barracks, tukaenda hiyo ligi ya juu. So after kufika hapo ligi ya juu, nimeenda pia kusomea coaching na nimefanya hizo course mingi. Sasa personally jani yangu ya ball naona ni kama bado haijaisha. Juu bado nasukuma vijana, nasoma. Juu sasa ndio niko 35 years old. Na bado nikiangalia hapa mbele life ya football, naona vijana wana need more. Ile shida iko hapa mtaani ni hatuna resources, hatuna pesa, but talent mingi iko nyumbani. So ukikama hapa mtaa unapata mimi ni coach, mimi ni mzazi, kuna saa hatuna ball, unachanga, unaleta ball. Yaani hiyo passion iko. So mpira sijawacha, lakini kucheza competitive niliwacha. Sasa mara mingi utapata nikicheza nao hapa. Labda hiyo time wakati huo ukicheza soka na sasa, labda kuna tofauti ya vilabu vya Kenya, manake unasema uliumia ukiwa Nakumatt na ukajishughulikia wewe mwenyewe. Labda wakati huo klabu hazikuwa na zile club licensing kwa wachezaji na kushughulikia wachezaji. Labda sasa hizi wewe unaona kuna tofauti? Sasa hizi naona kuna tofauti, lakini naweza sema kuna tofauti juu football ni pesa. Na kulingana na ofisi ya Nick Mwendwa vile ilikuja na mambo ya club licensing, naona ni club kidogo zimejaribu, tumejaribu, si kama kitambo. Sasa hivi tumejaribu. Lakini unapata kuna timu mingi, ukienda hata sasa kuangalia issue na medical, utapata hakuna. Na wachezaji wetu unajua wakiitwa mahali juu, sasa unapata mtu anataka kucheza mpira, amepewa tu contract, amesign, hajasoma, hajui medical ni nini. So akiumia na kwa sideline. Kulikuwa hata na issue na mchezaji mmoja wa Gor Mahia alikuwa imepepetwa sana. Aliumia, Philomeno Otieno. Akaliumia, inasemekana Gor wamtibu, national team wamtibu. Unapata yani hatusomi hizo clues zetu vizuri. Inafaa tusome tujue nikiumia nitatibiwa na nani. Niko na nani hapa. Yani lazima shida yetu ni yani wachezaji wetu hatujui kusoma hizo kandarasi zetu vizuri. Kama mimi nikienda on loan, niliumia Nakumatt. Nakumatt inafaa nitibu, hawakunitibu. Nilijitibu na nini yangu ya kazi Rangers. Unaona? Ya Posta sasa. Juu mimi nafanya kazi Posta. So wachezaji wetu wakipewa contract inafaa waangalie hii contract yangu iko namna gani. Hii contract na sign iko na medical, iko na lazima ujiangalie wewe kama mchezaji. Umezungumzia ufadhili kwa chipukizi, hamna hela kuweza kukuza talanta. Labda wewe unadhani umekuwa mkufunzi saizi kwa muda. Unadhani ni nini ambayo inapaswa kufanyika kuhakikisha kwamba tunakuza talanta kuanzia mashinani hadi kufikia viwango vya kimataifa, kwamba wachezaji ambao wanawakilisha timu ya taifa kunakuwa na ile kwamba wamekuzwa vizuri kuanzia chini? Ile kitu inafaa tuzingatie ni mtoto kuanzia under 10 academy zetu under 10. Juu sasa kama sasa ukiangalia vizuri mpira Kenya imefika mahali kila mtu anafikiria kutengeneza pesa. Mtu anatengeneza academy na analipisha wachezaji awafanyishe mazoezi. Ule mzazi ana pesa anaishi pale Kibira. Ule mzazi haizi lipa hiyo pesa, mtoto wake atacheza mpira? Hawezi. Sasa unapata sisi hapa, sisi tunachukua mchezaji yote acheze mpira. Na talent iko huku mtaani. Sasa unapata sasa wale wachezaji watacheza mpira wengi, wale wako Kitisiru, Runda, kwa sababu wanaweza lipa, wataletwa mpaka na gari afanye mazoezi. Wetu wananyimwa hiyo nafasi. Ni sisi na federation. Mimi ningeomba federation izingatie mpira mtaani. Ball ianze kutengenezwa chini. Makochi wengi wamesoma, utapata ni wachache sana wanataka kukochi mtaa. Kila coach anataka aenda apate riziki. Nipate klabu kubwa nilipwe. But mtaani, juu pale juu sasa wakishaenda pale juu, wanataka ready made products. Kule chini mali wanataka zitoke, nani anatengeneza? Hamna. Ni makochi wachache sana wamesoma, wanajua kuhandle watoto. Juu mazoezi ya watoto wadogo ni tofauti na ya watu wakubwa. Sasa unapata watoto wengi wanacheza mpira ikifika mali wanachoka, wadogo, konde. Lakini sasa inafaa tuangalie vile tutahandle wachezaji wadogo. Mazoezi ya watoto wadogo iko, kuna hiyo development stage ndio wakuja afike mpaka kwa professional football. Nitapeana mfano mmoja tu mzuri. Europe unapata Greenwood anachezea Manchester, ana miaka mingapi? Ansu Fati anachezea Barcelona, ana miaka 17. Sisi hapa Kenya 17 hapo high school. Kule high school ameenda, hatujui nani anamwangalia. That's unapata mchezaji wetu Kenya hapa akitoka high school apelekwe Gor Mahia, mwaka moja mbili anarudishwa on loan. Hakuna hiyo kupanda. Yaani hakuna hiyo inaitwa hakuna vile kukuza haijakuwa mzuri. But sasa sisi makocha wa mtaani tunatengeneza.
Mimi pande yangu nasema mchezaji wote nitamhandle, ametoka hapa akisonga pale mbele na Mungu anisaidie hata kuwa ni ready made. Haizi enda pale juu akwame. Shida yetu hiyo ndio kitu inatusumbua hata sina taifa. Tunataka wachezaji watucheze taifa unless wale wametoka nje. But wale wetu hapa ni shida kwa sababu gani? Hakupitia hiyo kuja juu. So unapata mchezaji wetu akianza kufika 26 years ndio wanaanza kukomaa mpira. Kwa sababu gani? Kule China alichelewa. After high school ameanza form 4 kwa 17 years ndio sasa ameanza kuja kwa reality ya mpira. Mpira iko hivi. But ni sisi shule, ni federation isisitize kuanzia chini kwa mashule. Hivi ndio tunataka mpira ifanyike. Tumeona kuna baadhi ya kampuni za uwekezaji ambazo zinajaribu kuhamasisha soka mashinani. Labda wewe umai kupata ufadhili wowote kuhakikisha kwamba wanasaidia hawa chipukizi? Usaidizi inaweza sema maybe tulipata mpira na mheshimiwa wetu, kulikuwa na mheshimiwa wetu alikuwa anaitwa Bernard Mutura MP, alikuwa anatusaidia na mpira, analipa ligi na uniform. Pia huyu mwingine mwenye aliingia anaitwa Ladwa, amefanya hivyo, alitusaidia kalipa ligi na akatuletea uniform. But sasa unapata vitu kama kwenda mpira, kwenda fair, games away, watoto wakuja hapa, vitu kama maji nini, unapata sasa tuko na board, tuko na chairman, tuko na organization ketu, kuna team manager nini, tunarudi kwa mfuko, tunasimamia timu yetu. Hatujapata mfadhili, tulikuwa tumepata mwingine alikuwa anajiita fast assurance. Akakuja tukazungumza, tukampatia kila kitu akurejea. Maybe aliona tuko hapa chini, wanataka kule juu. Mimi nasisitiza tukipata mfadhili, kama saa hii timu yangu tungepata mfadhili na ile talanta iko hapa mtaani, itakuwa timu moja mzuri ya kuangalia Premier League. Labda kwa wale watu ambao umeweza kucheza nao miaka ile kitambo, labda ni wangapi ambao mnafanya kazi pamoja kama au mnakuza talanta pamoja? Maana tumeona wachezaji wengi ambao wameweza kucheza katika KPL lakini hatuwaoni sana, ama ni kutokana na kukosa ufadhili? Okay, wachezaji wengi nimekuambia hiyo kitu. Wachezaji wengi wakishamaliza mpira na waende kufanya kitu kama kochi, wanakimbia kule juu. Wanataka kulipwa kule juu. Wale wamekuja kukuza mtaani ni mchache. Kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Edward Kauka, ni coach. Ako pale Limuru, alichezea Tusker, alichezea national team. Si ushinda naye sana. Pia yeye anakuza vijana kule Limuru. Kuna wakati pia alikuwa coach wangu pale Rangers, but rafiki yangu anakuza huyo ni Edward Kauka. Kuna mmoja anaitwa Doc Rio Diambo, pia ni kocha. Kuna mmoja anachezea Taifa, rafiki yangu sana, anaitwa Samuel Omolwando. Akipata wakati pia anakuja Papa, anafanya mazoezi. Lakini ni wachache utawaona wakiingia kwa mpira. Wengi akili zao zimeingia natafuta pesa, si kutengeneza. Hatujengi talanta, tukuzi. Watu wengi wameweka akili zao si mpira, ni biashara. Na hiyo ndio tofauti. Mimi naangalia nitasaidiaje mtoto aende. Ile pesa itakuja, si saa hii, itakuja. Ya Mungu ni mingi. Mungu akishafungua amefungua. But tusilazimishe. Na hapo ndio mpira wetu wa Kenya unapotea. Ndio kila mtu anaangalia. Nataka kwenda pale juu. Makocha wengi sio ukiangalia wako kule juu. Mpira za mtaa zina makocha wamehitimu. Mpira ukienda Premier League utapata makocha kama 10 wamekaa. Timu za mtaa zina games 10, hakuna kocha amekuja mtaa kuangalia ball. Watu wanakimbia stadium. Na hapa under 12 hapa ndio tuna future stars. Wale wako huko juu tunaweza ona repeat kwa TV. Lakini hapa mtaani tutengeneze. Kama wewe si kocha kule juu, rudi mtaani, angalia mpira za mtaa, tengeneza mtaa. Labda kwa watu ambao umeweza kukuza wachezaji ambao kuna wachezaji ambao wametokea hapa na wako kwenye KPL? Wako. Naweza mtaja kama kuna moja kwa FC anaitwa Francis Manoa, mchezaji offensive, hatari sana. Kuna moja kwa Bidco FC anaitwa Steve Obukui. Wale nimehandle. Kuna mmoja niliandwa anaitwa Elvis Ochieng, goalkeeper amesainiwa City Stars juzi. Niko na mmoja sahi ana train na FC, sijui kama ata sign. Then kuna huyu mwenye ako Taifa, Samuel Omolwando wa Kariobangi Sharks, pia ametoka hapa. Hao ni watu nimedeal nao, nimefanyisha mazoezi, najua what capability yao, naijua wanaweza fanya nini. Labda lengo lako kuu ukikuza talanta ni gani sasa hivi? Lengo langu kuu ni kuona wale watu nimekuza, wale watu wamepitia kwa mkono zangu wameprosper kwenda Europe, kwa sababu na believe ile kitu nakupatia si tofauti utaipata hapo juu
utaipata pale mbele. So lengo langu kuu ni kuona hawa wachezaji, hata kama utasaidika kimpira, kuna kitu inakusaidia, ulisoma kitu kutoka kule jambo. Kwa sababu ni networking. Sasa tuko na wewe na kufundisha hii na hii, fanya hii. But lengo langu kuu ni kuona maisha mema, maisha mazuri. Si lazima maybe unaweza toka kwangu ukose kucheza, but nawaombea wote wenye kutoka kwangu wacheze mpira, waende wa prosper, wacheze hata kunilipo. Mara mingi mimi wa challenge, nataka mupite. Mimi nilienda tu, hata sikuenda sana, but endeni mpite mali nilipo. Mimi waambie kila siku, lakini lengo langu kuu ni wasikie wawe na maisha mema na wacheze ball zaidi. Labda timu ya taifa Harambee Stars unaweza kuizungumzia vipi? Harambee Stars, wewe ulipata nafasi ya kuweza kuitwa kuwakilisha timu ya taifa Harambee Stars? Niliitwa under 17, but hiyo under 17 ilikuwa zile za unapigiwa simu usiku wakati wa Nyamwea. Utakuja, tunaenda kesho airport. Ikanipata niko na injury, lakini sijaichezea Harambee Stars under 17. Kuna ile nyingine tulienda Cairo tukateswa sana, lakini sikucheza. Tulipigwa 5 na Egypt. Naikumbuka. Lakini sijapata national team senior. Sijapata time ya kuichezea. Na wakati huu unaona timu ya taifa Harambee Stars ikiwa vipi? Harambee Stars naweza sema bado. Kama tunataka tuna njia ni refu. Kama tunataka kucheza African Cup, si kucheza tu. Juu mimi naangalia national team Kenya, tulikuwa juu mpaka ya UG wakati fulani. Na sasa hii Uganda wanatusumbua, TZ ndio wanataka kuanza kutusumbua. Ni lazima tuamke. Na tutaamka kivipi? Hakuna vile national team coach anafaa apewe miaka 4. Mwaka 4 inamaanisha nini? Wewe ni coach wa national team leo 4 years. Mwaka wa kwanza unafaa tufanyie hii ile African Cup. Hiyo mwaka mwingine tunafaa tuna qualify kwenda World Cup. Ukishindwa hizo vitu mbili, unafaa kwa national team tena. Tupe coach mwingine. National team yetu tuna kazi kubwa. Na mimi na challenge federation iangalie, kwa sababu niangalia game ya jana. Tulishinda. But mimi kama coach ngana game ya jana bado tuko mbali. Nafaa tuamke. Na tutaamka kivipi? Namshukuru sana coach Kimanzi, ni coach mzuri sana. Nimekuwa na yeye, ni coach the best, naweza sema one of the best in Kenya. Apewe time yake, atengeneze Kenya, anatengeneza, tuone itakuwa vipi. Tumpe miaka zake 4 kama coach wa taifa. Then after 4 years, juu alichukua juzi kutoka kwa Migne. Tumpatie 4 years, tuone anaweza tufanyia nini. Kwa sababu tunataka tukue African Cup, tunataka tuende World Cup. So ni coach apewe time yake, but still tuko na hiyo time. Na angalia kulingana game ya jana, niliona vijana wengi walicheza, nikasikia raha. Tuko na time. Ndio sasa tuna build. Tuko na time, but bado. Umezungumzia, umeona wachezaji wengi jana wameweza kucheza, na wewe unakuza vijana chipukizi. Ukiangalia jana Kimanzi, vijana ambao wameweza kuitwa ni chipukizi. Kuna Clark Odoro ambaye anacheza Bansi. Labda hiyo inamaanisha nini kwako? Hiyo mimi kwangu inamaanisha tuko na future. Bright future ahead. Ile kitu alifanya jana, hata huyu mwenye anakea, niliona anakea pia alicheza, nikaona Odoro aliingia hapa mbele yetu. Tulikuwa na Kea na nani, jina yake imepotea, Masud. Au tuna future. Tukiangalia Harambee ilicheza jana, tuko na future. Ukiangazungumzia mechi hiyo, tunaona kwamba mechi za timu ya taifa, mechi za kirafiki hata zinaonyeshwa kupitia Star Times ambayo ndio wafadhili wa ligi ya Kenya BPL. Pia kumekuwa na BetKing ambao wamejihusisha katika kufadhili ligi ya Kenya. Ufadhili unapokuja katika kuanzia katika timu ligi ya Kenya kwenda ligi ya kinadada, unaona kana kwamba kuna uwezekano ikafika hadi huku chini mashinani? Inawezekano ikitiliwa maanani, ikitiliwa mkazo inaweza, lakini changamoto ya kinadada sijaangalia sana ligi ya kinadada. Hiyo nao sijaiangalia. But kuna uwezo. Na uwezo inatokea wapi? Tukiwa na president wetu akisisitiza. Akisisitiza tu mambo ifanyike vile inafaa ifanyike. Mimi napenda kujilinganisha na nchi kama tusiende mbali. Mali kama unaona hapa Egypt, mali kama Algeria, structures zao za football ziko namna gani? Nchi kama Slovakia
Au ndio sasa wana academy zile mzuri duniani. Iko namna gani? Kwa hivyo ni president asisitize. Asiweke tu academy iko pande moja. Manake sasa hivi unapata kama sasa mimi ati niamke asubuhi niseme nataka kuwa na academy. Unaelewa? Nitengeneza academy yangu. Ni makosa. But president anaweza fanya vitu mingi zifanyike yeye mwenyewe akisisitiza na apate support kutoka kwa serikali. Unaona? Zitawezekana. Kila kitu ni president anaweza na apate support kutoka kwa serikali. Under Ministry of Sports kila kitu inawezekana. Hivi sasa kuna janga la corona na umeona kwamba soka ni baadhi ya michezo ambayo imesitwa sana, wamesema kwamba haitarejelewa na kuna baadhi ya michezo ambayo imeweza kukubaliwa kurejelewa. Labda wewe binafsi unadhani kwamba wakati umefika ambapo Waziri Amina Mohamed anapaswa kufungulia michezo, wachezaji waweze kurejea uwanjani? Maana tunaona ligi ya Tanzania inaendelea, ligi ya Rwanda tayari wamesema tarehe ambayo ligi inapaswa kurejea. Ligi inafaa irejee. Manake sioni umuhimu wa kufungua vitu kama baa na usifungue sports. Na corona ikianza walisema ukifanya mazoezi pia ni inaweza zuia. Kwa hivyo watu wengi tukikuja kuona mpira, ligi resume na si lazima fan waje. But mpira resume. Corona kama TZ naona ground inajaa mpaka inafika mahali hata si wenyewe tunaanza kujiuliza hii corona ipo kweli ama kuna vile ni siasa ama si siasa. But Amina Mohamed tunamuomba arudishe mpira, tucheze mpira. Hiyo mpira ndio inalisha watu wengi. Sasa kuna watu wengi wanaenda half cut pay. Kuna kampuni maybe na hivi naona hatutawalipa hii mwezi. Kwa sababu pia sisi tuko na hiyo shida ya corona. Mimi niko pale Posta. Wachezaji wa Posta tulimaliza kama miezi kama 6-7. Wachezaji hawajalipwa. Corona. Kwa hivyo mpira irejee. Mashabiki kama watakanishwa kuingia kwa kiwanja sawa, lakini mpira irejee. Watu wacheze mpira. Ifungwe njia mingi. Kwa kumalizia tu, wewe kama kocha unakuza talanta, labda kuna wale wafadhili ambao wanatazama, labda ungependa kuambia nini wafadhili ambao labda wangependa kujihusisha na masuala ya soka? Wale wafadhili wanataka kujihusisha na mambo ya mpira, mambo ya soka, ningewaomba kama wewe ni mfadhili na unataka kufurahia, unataka kuona unasaidia vijana, kujeni nyumbani. Msiende, unajua wafadhili wengi wanaenda mali ready made. They want publicity. Unapata? So sasa unataka publicity, hawatakuja timu ya mtaani kwa sababu wanaona hapa mtaani anaona hatapata ile kitu anataka. Juu maybe anataka aonekane kwa TV. Unaona? Lakini hapa mtaani wale wafadhili maybe wanatazama hii kipindi. Wale wafadhili wanafanya hii kipindi, naweza waomba sana wakuje wa support team za mtaani. Timu yangu tuna bahati, tulipata jamaa moja tuletea uniform kutoka Ujerumani. Analeta kila mwaka, alisema atatuletea uniform za watoto wadogo, timu kubwa, na anafanya hivyo. Ni mtu from nowhere, hatumjui hata. Alikuja tu, alikuwa anapita pale akapata tumepanga concert hapa, watoto wanapiga mazoezi, akaniambia nimekuwa napita pale niko na mazoezi umepanga, nikafurahia sana. Naweza kuletea uniform kesho? Nikamwambia leta uniform kesho. Karibu. Alileta. Akaenda akasema, tukampatia namba za secretary wetu, akasema ataleta zingine. Sasa ametuletea uniform pair 3. Ametusaidia. But sisi tungekuwa nasema kama mimi tungepata mtu anaweza tusaidia, tunaenda game ya away, tunarudi, si lazima tulipe mshahara. Tupate tu, tunaweza enda game, tusipeane walkover. Tunaweza pata mpira, tunaweza pata uniform. Tungekuwa tunacheza National Premier League. Juu wale wachezaji na waachilia wote. Wengine wakienda hapa unasikia ile mtaa yako unatoa wachezaji. Shida ni nini? Hauwezi ambia mchezaji kaa kwa hii timu na huwezi mlipa. Akipata mali atapata hata shilingi 5, tunamwachilia aenda. Hiyo ndio sasa sisi makocha wa community coaching mtaani. Hauwezi ambia mchezaji asiende. Lengo letu kuu ni kumtengenezea maisha mema. Hapa nikiona ameweza enda pale amefaulu, furaha kwangu. Hiyo sasa ndio lakini ningeomba wafadhili waangalie nyumbani. Wasiende zile ziko ready tayari. Mbona upeleke mali kama naombea hizi timu za KPL zipate mdhamini pia. Wamepata Bet King na nini, but nyumbani kama kuna kampuni zetu za hapa Kenya unataka saidia timu za nyumbani. Kama uko pale Githurai, saidia Githurai. Kama uko kule Kisumu, saidia timu za Kisumu. Kule chini ndio mpira wetu inuke. Nimeona kuna baadhi ya wachezaji wamevaa jezi ambazo zina betika. Labda mnafadhiliwa na
Betika walitetea uniform. Kulikuwa na tournament ya Betika hapa na ndio ucheze tournament yao ulikuwa unakupa lazima uvae uniform. Branding. Si ufadhili, ni uniform ndio tucheze tournament hapa. Haikuwa mdhamini. Ule hapa hatujakuwa lucky kupata mdhamini. But raw talent inatoka hapo. Kila mwaka lazima usikie 3 wameenda, 4 wameenda na tunafurahia sana. Bila shaka amekuwa ni mkufunzi huyu, lengo lake kuu ni kuweza kunoa chipukizi katika uga huu wa Safaricom maeneo ya Mogas katikati mwa jiji kuu la Nairobi.